kwamba alikuwa ni mtu mwenye furaha sana. Yaani muda wote utamkuta ni mtu ambaye anatabasamu, ni mtu ambaye alikuwa ana makuu. Umeona, hawezi akakupita asikusalimie. Umeona, kwa wote ambao anayemjua na asiyemjua. Yaani kikubwa tu uwe katika mazingira ambayo yupo, atakuwa mtu ambaye alikuwa mtu ambaye ni mwema sana kwa watu ambao walikuwa na watu. Kwa mimi naweza kusema hili jambo limenisikitisha. Sijui nisemeje, na sijui binadamu tumekuwa watu namna gani, lakini kidogo ambacho naweza kusema ni kwamba Mungu amlazima alafe mapeponi. Kwa hiyo ni maumivu kwetu sote, na kwamba alikuwa kijana mdogo ambaye alikuwa na ndoto zake, alikuwa na familia ambayo ilikuwa inamtegemea na ilikuwa na maono juu yake, lakini badala yake basi tunasema wengine wanatokea yalikuwa tayari yameshapangwa. Na chuoni alikuwa ni mwanafunzi wa namna gani? Alikuwa anapendelea nini akiwa chuoni? Kama masomo alikuwa anapenda na yapo? Actually, James Temba mimi sikufahamiana naye chuoni, lakini ilikuwepo naye kwenye mataasisi mawili tofauti. Kuna taasisi moja inaitwa Divine Outreach, taasisi kwa ajili ya kusaidia watu yatima na wasiojiweza na wenye changamoto mbalimbali. Kwa hiyo nilikuwa naye na nilifahamiana naye mwenyewe, lakini pia nilikuwa naye kwenye taasisi moja pia inaitwa ISEC in Tanzania. Kwa nilifahamiana naye kwa sababu tulikuwa tukishiriki kazi mbalimbali, projects mbalimbali ambazo tulikuwa tunafanya pamoja, mimi yeye na watu wengine. Kwa hiyo nikasema pia alikuwa ni mtu wa kujitoa. Tunaweza tuzo kwa naamini hata kwa wale ambao tulikuwa nao huko chuoni, basi alikuwa ni mtu ambaye kitosha, kama vile anatosha kwetu sisi. Neno lako ni lipi kutokana na msiba huu mzito ambao umekuta familia na nyinyi, marafiki na ndugu na watu wote ambao wamesikia sababu ya kifo chenyewe jinsi ambavyo kilivyotokea? Kitu ambacho ningependa kusema, maisha bwana, maisha ni fumbo. Maisha ni fumbo, hujui leo wala kesho. Mimi naamini rafiki yangu alikuwa siku ambayo tukio limetokea, naamini aliamka asubuhi na akijua kwamba siku yake itaenda kama kawaida. Lakini badala yake ndio hivyo, binadamu tumekuwa wanyama na ni kitu ambacho sidhani kama kuna kosa ambalo linastahili mtu kukatwa kichwa na kutupwa na kisha kitu kuonekana. Yaani ni zaidi ya kukosa ubinadamu, naweza nikasema hivyo. Kwa hiyo mimi waga nasemaga kwamba binadamu pale wote tunakosea. Kwa hata kama alikosea kwa namna moja au nyingine, alistahili kutoa nafasi nyingine. Au pia hata kama alikuwa ni masuala labda ya kimakosa ya kisheria, basi angeweza kufikishwa kwenye mamlaka husika, lakini sio kufanya unyama wa namna hii. Yaani huu ni unyama uliopitiliza. Wale ambao wamefanya nafikiri wanafahamu kufanya sio kitu kizuri. Lakini pia hata kwa sisi ambao tumebaki hapa, hii ni jambo la sisi kutuonesha kwamba tunatakiwa tupendane na tukiwa na ubinadamu juu ya wenzetu. Basi kwa sababu mwisho wa siku maisha ni unaishi mara moja, unakufa mara moja. Kwa hiyo nafasi tunayopata tupendane, tushirikiane, tusisahau kuwa na furaha katika maisha yetu. Hivyo.